Hebu niambieni. Mbona mnakimbia? Bwana we. Sisi bwana tulikuwa tunamteta Popo. Kule wakatukuta. Hebu ngoja kwanza. Mnamteta Popo kuhusu nini? Popo si mjogoo alipandi mtungi. Sisi ni yetu tulikuwa tu nzuri na mwenzangu huyo. Tumeenda nyumbani kwake ili tukaombe msamaha. Kufika nyumbani kwake tukamkuta mke wake. Kumkuta mke wake tumuelezee sisi tunaomba msamaha kwa ile jambo lilikuwa namteta pale. Bwana we, Popo sikatokezea. Acha tupige mawe. Katupiga. Na wewe dogo humo kwenye msafara. Yaani kila tukio upo, kwenye msiba unapeleka umbea, kwenye harusi unapeleka umbea. Hivi utakuwa lini? Acha kufuatana nao vijeba usione hivi. Wewe peke yako mdogo lakini unaendekeza umbea hivi. Lakini sisi hatukumfuata kwa ubaya. Sisi watu nini tumsaidie, tujue jinsi ya kumsaidia. Wewe niambie kitu. Kuendelea kumsema Popo vibaya ni kujizalilisha sisi kama wanaume. Hivi hamlifikiri hilo? Hiki alichokifanya Popo ni sahihi kabisa. Kwanza hata mimi wewe. Kwani wewe mzee na upo kama Popo? Hakuna kimi na baba. Shenzi. Mume wangu, ni muda mrefu sana umepita, ila najisikia vibaya sana kumwona mamangu yupo kinyonge sana, ikiwa mimi mtoto wake nipo, lakini yeye hata mjukuu hana. Hivi ni kweli? Sawa, wewe ni mume ndio, lakini je, thamani yako iko wapi kwangu? Sasa mke wangu tufanyeje ili nionekane na thamani sana kwako? Mume wangu, ninachohitaji mimi niitwe mama, niwe na mtoto ili niweze kuheshimika. Sasa mke wangu, wanaume wengine huwa wanafanya nini kwa wake zao ili wapate watoto? Usinione nalia na mengi, penzi langu laangamia pasipo msingi. Hisia zangu hakuzijali, alifata mali nikamwona hodari, aitunze yangu thamani, kanipiga kambani, kupenda nisitamani, sili nyama isauta. Mke wangu, mbona umetoka nje wakati tulikuwa tunaongea vizuri tu kule ndani? Niache. Lakini mke wangu, hakuna njia. Ina maana njia ni moja, ni hiyo. Nimekwambia hivi, niache. Sawa. Mjumbe. Mjumbe. Bwana napita spidi mpaka nasahau hapa ndo kwa mwananchi wangu. Shikamoo mjumbe. Marahaba, kwema? Kwema. Naona umekaa bwana, unaona unatutazama wapita njia, tunapita hapa. Mnapunga upepo. Amna. Hivi mjumbe. Ndio. Uchunguzi unasemaje kuhusiana na ile ghorofa lililodondoka na kuwa watu wengi vile? Wewe nipendi. Wewe unataka mimi nifungwe. Wewe shida yako mimi nifungwe. Sasa ufungwe kwa nini? Mimi sinataka kujua tu mjumbe. Sasa hili swala ni la serikali kuu. Si umenielewa? Swala la serikali kuu unakuja kuniuliza mimi mjumbe. Serikali kuu imeunda kamati
kuna vyombo vya upelelezi, vyote vinafuatilia swala hili na bado havijatoa jibu. Wako tuli, unafuatilia tuli. Wewe mimi napita mbele mjumbe, imekuwaje? Mimi nitoe jibu mimi nani? Bwana sikiliza. Subiri serikali kuu wakishapokea ripoti ya vyombo vinavyohusika vya upelelezi na kamati vikitoa tamko ndo tuulizane. Umeelewa mwananchi wangu? Tamko likitoka tu kule, wewe unauliza mjumbe, umesikia tamko? Nakwambia tamko nimelisikia. Kwa sisi wote bitu kubali. Serikali kuu imesema. Serikali kuu. Mjumbe, mimi ninachofikiria lile gorofa mpaka likadondoka, sawa, na kuwa watu wengi kiasi kile, ni wakati tu wa Mungu ulikuwa ushafika. Kwa maana najiuliza, tangu nimezaliwa mpaka hii leo sijawahi kuona gorofa lolote lile limedondoka. Ndio kwa mara ya kwanza nimesikia na kuliona lile. Kwa hiyo inanishangaza sana, na nikifikiria tena kujiuliza, kuna magorofa mangapi hapa mjini? Mwisho wa siku ukikaa ndani, vyombo vya habari, matelevisheni, sio redio, wanazungumziwa makandarasi, sio. Jamani, mimi nisingependa tuwalaumu hao makandarasi, kwa maana kila jambo linapotokea linatokea kwa sababu. Mimi nafikiri wakati wa Mungu ulikuwa ushafika tu. Kwa kumbe ule wakati wa Mungu ule. Wewe mwananchi wa kwanza. Wewe mwananchi wa kwanza. Wewe mwananchi wa kwanza unajua ni mfuatiliaji. Jumbe. Mimi nafikiri wananchi waelewe tu kuwa hili jambo mpaka linatokea kwa sababu. Sasa sikia, ndio kuna bwana akapita nikabidi nigeuke. Sio wakati wa sisi kuongelea. Tusubiri wakati wenyewe watoe matamko, sisi tutachangia. Wewe unasema ni maoni, huo ni ushauri. Wewe sasa kwa sababu wananchi wewe, itabidi ukana wananchi wenzao nawaambie, jamani, huu wakati wa Mungu, tuache wakati wa Mungu, Mimi nikipita mjumbe nikisema wakati wa Mungu nasema kala rushwa. Serikali ikisema jamani wakati wa Mungu, waleta nini kumtoa nini? Watoa nini? Sitaki. Wewe utaongea na wananchi wenzio, mimi serikali ya mwanzo, serikali kuu tuko bize, tunafuatilia. Umeelewa? Lakini mjumbe, mimi sio kiongozi na wala si chochote. Mimi ni mwananchi tu. Kwa nini nieneze hayo mambo ikiwa wewe kama kiongozi ndio unatakiwa kueneza hayo mambo? Kwamba jamani wakati wa Mungu ulikuwa ushafika, ndio maana gorofa likaoa watu wengi vile. Wananchi mna mambo mengi, sisemi. Utasema mjumbe naye katotwa watu nini si asitoke madarakani, si Wewe umesema wakati wa Mungu, wewe ushauri utaongea na wananchi wenzio. Sio kuniponza na mimi mjumbe, serikali yangu haijatoa matamko na mimi nikatoa matamko. Wewe umesema swala la Mungu imeisha. Jumbe muoga. Jumbe muoga. Ila kwenye mambo ya watu uko vizuri. Unajua nimeshangaa sana na kwa maneno aliyoongea siku ya leo. Hivi hakuna faida nyingine kwenye ndoa zaidi ya kupeana unyumba na kutafuta watoto? Na kama ipo, naomba niambie basi, ili nijifunze na niwe mfano kwa watu wengine, sababu ni muhimu kujifunza. Kila mtu ana umuhimu wake kwenye ndoa. Upamoja wetu ni nini mume wangu? Hebu fikiria. Unanizungusha, unakasirika bila sababu. Usinione nalia na mengi, penzi langu laangamia pasipo msingi. Usinione nalia na mengi, penzi langu laangamia pasipo msingi.
hisia zangu hakuzijali, alifata mali nikamwona hodari, aitunze yangu thamani, kanipiga kambani, kupenda nisitamani, sili nyama isa utamu wa sabuni. Basi nenda, mimi sina time na wewe, nenda nitapata mwingine wewe, nenda, sina time na wewe, sawa nenda.